huyo mama anamwacha mtu anayeongelea hoja za barabara mpaka meneja wa TARURA anamsikia. Hapo ndo nashindwa kumuelewa mheshimiwa. Mtu anajenga hoja mpaka kwa waziri mkuu, alafu yeye anamwacha. Sijui ni huyu Romatus au si ni huyu Ronatus Mhapa au ni mwingine. Kwenye hoja mahususi ameandika familia. Kwenye aina ya hoja ameandika nimenyang'anywa mke na mtu anayejiita kigogo aliyepo Ifwagi. Sasa nikasema Mheshimiwa Baba Askofu, kwanza watu wa Iringa mnajua hasira zenu. Mtu akikasirika sana huwa anachukua hatua gani? Pamoja na mtu kujua hiyo, anaenda kumnyang'anya mwenzake mke. Si anatutafutia matatizo huyo? Hivi yuko wapi? Yuko wapi aliyeandika? Yuko wapi? Unaongelea ya barabara au ya mke? Hebu tuambie bwana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza mimi ni mlemavu. Sasa nilikuwa sijui nianze na barabara nafikiri. Umekatika kidogo. Naomba nianze na barabara. Anza na kubwa hilo la barabara bwana. Barabara ya wapi? Barabara ya Mtili Mkuta. Mheshimiwa Rais, kwa kweli nashukuru kwamba umetuletea barabara ambayo ni imara, lakini ninachosikitika kwamba eneo la kituo kilichoandikwa kama umepita barabara hiyo mtakuma kuna wameweka kituo kibao kimeandikwa kituo cha kanisa la Lutheran Ikonongo. Pale mahala barabara ile inaleta ukorofi, walijenga mtaro ambao haupitishi maji. Maji yote inavyonyesha yanakusanyika afu yanapita juu ya barabara kiasi kwamba tutapoteza pesa kwa maana ya itafumuka barabara sio muda mrefu. Asante. Tukimaliza mkutano hapa, meneja wa TARURA, ni barabara hii ni ya TARURA. Meneja wa TARURA, mbebe ndugu yangu huyu kwenye gari yako uende mpaka pale akuoneshe eneo ambalo ni korofi hilo. Na wewe leo kwa kutoa hiyo hoja unapanda gari ya meneja wa TARURA wa mkoa. Na meneja akisha kuonesha umpe nauli ya kurudia kwenda kwake. Haya, twende hoja ya pili. Hoja ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nilikuwa nina mke mpaka sasa, nimemuoa tangu mwaka 1984. Nimezaa watoto 7, lakini bahati nzuri au mbaya nikawa nipata stroke. Katika kule kupata stroke nilipooza upande wa kushoto. Sasa tumeenda naye tumekuja kufungua biashara. Yule mama baada ya kufungua biashara tulipofungua pembeni kidogo ya nyumbani kwetu. Sasa yule mama ametoka pale anasema anaenda kufanya biashara tangu mwezi wa 7, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tangu mwezi wa 7 mpaka sasa hivi anauza na kulala huko. Na tetesi ninazopata naambiwa anaishi na mtu kule. Sasa huyo mama anamwacha mtu anayeongelea hoja za barabara mpaka meneja wa TARURA anamsikia. Hapo ndo nashindwa kumuelewa Mheshimiwa. Mtu anajenga hoja mpaka kwa waziri mkuu, alafu yeye anamwacha. Haya, nani meneja wetu wa ustawi wa jamii yuko wapi? Afisa wa ustawi wa jamii yuko wapi? Sogea hapa, pata hizo taarifa za kijana wetu, akupatie na namba za simu, mtafute huyo mama, mwanamama mwenzako, peana mawasiliano, mtafute huyo mama, mwambie baba anampenda na anammisi. Hivi unajua hii ni dhamira ya kiwango gani ndani ya moyo wa mtu mpaka ameandika kwenye mkutano wa waziri mkuu na baba askofu akiwepo kwamba mke wangu nampenda na nimemmisi. Baba askofu anajua uzito wa mtu akidhamiria jambo lake moyoni.
Hiyo ni imani ya hali ya juu sana. Huyu mama atafutwa, ashauriwe. Kuna wakati tu mambo yanakuwa mengi, labda ni utafutaji, labda amewaziwa vibaya tu, labda amemwazia vibaya tu, yuko katika shughuli tu. Kwa atafutwe ili atoe uhakika kwa baba na watoto kwamba yeye yupo, na kwa kweli ampongeze baba kwa upendo huu wa hadharani. Jamani, hilo si kubwa hilo? Mungu ambariki sana kijana wetu. Haya, la pili, kuna kunyang'anywa shamba na baraza la ardhi. Haya, huyu anaitwa Jacobo Kamage.